nimekuwa rafiki sana wa wachezaji, nimekuwa baadhi na wachezaji karibu sana, tunazungumza sana mambo mengi kuhusu timu, lakini katika hili siwezi kukaa nalo ukimya. Kwangu, katika mtazamo wangu mimi kama Kisugu Mikoi, nimesema wachezaji wa Simba wanatuangusha kuona namna ambavyo wameshindwa kutupatia pointi 3 katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Sisi wana Simba tunajaribu kutembea kifua mbele na kwenda kuitangaza Simba kwa klabu bora kwenye bara la Afrika. Na hii tunaitazungumza si kwa sababu ya matamanio yetu wala matakwa yetu, kwa sababu ya taratibu na masimamo kwenye mashindano yao. Wao ndio kwenda kuitangaza kwamba Simba ni klabu bora. Ubora huu tumeupata katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, baada ya timu kwenda kupata matokeo mazuri kwenye nini? Kwenye pichi. Kwa hiyo maisha ambayo wana Simba tuliozoea kuishi si haya ambayo tunayo leo. Simba inakwenda kucheza mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, mechi 2 away na home. Simba haina pointi. Ni jambo ambalo kila mwana Simba anaumia. Mimi wa mara nyingi ile wanaongea na wachezaji, wananiambia Kisugu, nenda kawaambie mashabiki wa Simba waje uwanjani, na kuja kutekeleza. Na sasa hivi nawaambia wachezaji, mashabiki wa Simba baadhi yao wamenituma, wanasema kwamba wanahitaji mbadilike, muongeze spirit ya upambanaji ili Simba iweze kupata matokeo. Mikoi, kuna moja ya hoja ambazo zinasemwa, wapo baadhi ya wachezaji ambao wanacheza Simba quality yao haipaswi kucheza Simba, wana tabia ya makosa ya kujirudia rudia. Unaamini wapo ambao wana hizo tabia za kuwa na makosa ya kujirudia? Mimi naamini kwenye wachezaji wote hawaipambanii Simba. Siamini kwenye mchezaji mmoja, kwa sababu Simba ikienda kupoteza matokeo hapotezi mchezaji matokeo, bali Simba imekwenda kupoteza matokeo. Na timu ili ipate matokeo, kuna kitu kwenye timu kinaitwa ile nani, yani umoja unaitwa network, nini nimesema, tunasema combination ya timu ile, yani kwa maana kwamba timu kucheza kwa pamoja. Nguvu ya wachezaji wakiamua kucheza kwa pamoja inakwenda kupelekea timu kupata matokeo mazuri. Sisi tunahitaji kuona leo nani timu inacheza kwa pamoja. Leo hii niseme tu, kila mchezaji wa Simba aamini na akubali amesajiliwa Simba kwa sababu Simba ipate matokeo. Na naamini kila mchezaji wa Simba yuko kwa ajili ya Simba. Na niseme leo wazi bila kificho kutoka ndani ya moyo wangu, kama naamini kuna mchezaji yupo kwa ajili ya mtu, si kwa ajili ya Simba, atupishe kwenye Simba yetu. Naomba nirudie kwa msisitizo. Niseme kama yuko mchezaji yuko kwa ajili ya mtu, sio kwa ajili ya Simba. Hayuko mchezaji kwa ajili ya Simba, basi atupishe, atuachie Simba yetu. Sisi wana Simba tuko tayari kuona tuna wachezaji 6 mpaka 7 timu nzima ambao wanaojitoa kwa ajili ya timu, lakini hatuko tayari kuona tuna wachezaji 30 wako kwa ajili ya timu. Simba si ya mtu, Simba ni ya watu. Simba ikikosa kupata matokeo, kuna watu wanaumia. Nikwambie mimi jana mzee wangu anaumwa. Mzee wangu anasumbuliwa na pressure. Jana Simba anakwenda kupoteza mechi goli la pili, anawaambia wajukuu zake nipeni maji baridi ninywe. Nikamwambia msimpe babu yenu pressure, tayari shafanyaje huyo? Shapanda. Nani anosababisha haya? Wachezaji wa Simba. Jitoeni. Na niwaambie kuambia ninyi waandishi wa habari, wallahi wa billahi nazungumza kutoka moyoni, kama kweli kuna mchezaji anadai, wanaogopa kusema wanitumie mimi, sitawataja majina lao, lakini nitasema wapate haki yao. Namba zangu baadhi ya wachezaji wanazijua, waseme tu Kisugu tunadai 1 2 3, kazi hiyo niachie mimi. Mimi nitamwambia Magoli pamoja na management ya Simba. Mpeni watu hela afanye kazi. Lakini kama nyinyi wachezaji mnasafiri vizuri, kama nyinyi wachezaji mnakula vizuri, kama nyinyi wachezaji mnapata mshahara vizuri, kama nyinyi wachezaji mnapata facilities zote, watuambie sababu gani tunashindwa kupata matokeo kwenye pichi? Inaumiza. Inauma. Leo hii tunatembea kifua mbele kwa sababu ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ya ilahi, sisi maskini tukaenda, bahati mbaya ikatokea tukafanya vibaya zaidi kwenye mashindano, tutatamba na nini mjini hapa? Guys, players, kuna muda kabla mjafikiria familia zenu, mtufikirie na sisi maisha yetu, namna ambavyo tunavyoishi mitaani. Tunasumbuliwa na vidudu mtu.
Tunasumbuliwa na kina Mwajuma Ndala Ndefu. Leo hii wameamka asubuhi, mmekuwa mashahidi waandishi wa habari hapa. Wamekusanyana wote mpaka yule nani yule sio anasema mtu utopolo amekuja asubuhi. Wananisumbua. Why? Mimi naamini wachezaji wa Simba pia nao wanaumizwa na matokeo haya. Kaeni, jadilini, zungumzeni wachezaji wa Simba. Simba ni klabu kubwa bara la Afrika. Ni aibu. 2 match, no point. It's not fair. Mimi naamini katika hili. Hata ya makundi ambayo tunahisi yapo katika management ya Simba, yawezekana wachezaji wa Simba yakawa ndio sababu. Kwa sababu leo wachezaji wakienda kupambana na timu ikapata pointi 3, watu wataongea lugha moja. Tumeshinda. Tuna pointi 3. Umoja unachangiwa pia na matokeo ya kwenye pitch. Nimuombe sana mdogo wangu Shomari Kapombe Baba Esther. Nampenda sana. Yeye amebeba dhamana kubwa kuongoza wenzake kwenye pichi. Akawa nao chini azungumze nao. Moja anajua maisha hizi timu, moja ambapo imefanya vibaya na moja ikafanya vizuri. Anajua mashabiki wa Simba wanakuaje. Aongee na wachezaji wenzake. Wakae wazungumze. Waone namna ambavyo Simba inarejea kwenye pichi. Kuna msemo Rais wa Dodoma kakaangu Juma Katengo anapenda sana kusema kutereza siku. Haya maneno kutoka kwa Juma Katengo, Rais wa Dodoma, yana busara na hekima ndani yake. Ni kweli tumeteleza, lakini hatujaanguka. Tuna uwezo wa kujipangusa na kuanza tena kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata mafanikio. Tumebakiwa na mechi 4. Hesabu za saa 7 3 mara 4 12 tunakwenda. Lakini hatuwezi kwenda kupata 12 kwa historia. Hatuwezi kupata 12 kwa maneno. Tunaweza kupata 12 kwa jasho na damu. Nani wanatakiwa kutoa jasho na damu? Players wa Simba. Leo wachezaji wa Simba wanakwenda kumtengenezea mazingira magumu meneja wa Simba Pantev, wanakwenda kumtengenezea mazingira magumu kocha wa Simba Suleiman Matola. Hawa wachezaji binafsi niseme sina mashaka na meneja Pantev. Sina mashaka na kocha Suleiman. Kwangu binafsi naamini wanafanya kazi yao na wanatekeleza wajibu wao kwa 100%. Tunaangushwa na wachezaji wa Simba. Mimi nikushukuru. Asante sana, washukuru.